Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Alhamdulillahi alqaili au alqailu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wama uridu an yut'imun. Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu yangu mtazamaji, popote pale ulipo unaponifuatilia katika chaneli yetu hii pendwa kabisa, basi leo biidhnillahil karim tutazungumza kuhusiana na dua hatari sana ambayo kichwa cha habari cha somo letu na darasa yetu inasema fukuza majini wabaya katika mwili wako kwa dua hizi zifuatazo. Dua gani? Naomba uwe pamoja nami. Ndugu yangu, nitatoa ofa baada ya mazungumzo haya. Insha Allah. Watu wanasumbuliwa sana mashetani. Sana. Na hapa nitazungumza jambo ambalo kidogo ni zito. Na jambo hili ni zito kwa wale ambao wamepatwa. Lakini hawataona ni zito baadhi ya watu kwa kuwa hawakupatwa. Ndugu zangu, majini ni wabaya sana. Wallahi, majini ni wabaya kuliko mtu unavyofikiria. Na tathmini na tafiti inaonyesha tulikotoka na tunakoendelea au tunakoelekea katika maisha ya duniani, majini wanakuwa ni wengi. Walikuwa ni wengi kuliko wanadamu huko nyuma. Kama Allah alivyosema, qad akthartum, kitu kama hicho. Au kama kala, kama nitakosea kidogo katika aya, nafikiri unukuu wake au kuinukuu kwake, mmekuwa wengi sana nyinyi majini kuliko wanadamu huko nyuma. Ukiangalia ni kweli, majini wanazaliwa wako wengi sana. Wako wengi kuliko wana wa Adam. Bimaana ya kwamba kizazi cha hawa viumbe ni kikubwa sana kuliko kizazi cha mwana wa Adam. Mwana wa Adam sisi utakuta kwamba anazalika kutokana na mmoja, wawili. Lakini kizazi cha hawa viumbe anazalika kutokana na kuanzia 5 na kuendelea, 3, 4, 5 na kuendelea mpaka 10 na kuendelea. Lakini kizazi cha mwana wa Adam ni mmoja, wawili. Hebu niambie, yupo mwanamke wa kijini na yuko mwanamke wa kibinadamu. Mwanamke wa kijini anazaa watoto 10 kwa mpigo mmoja, na mwanamke wa kibinadamu anazaa watoto 2. Tufanye 2. Hiyo ni aghlabu sana, au ni kawaida, au ni aghlabu. Lakini kawaida ni mmoja. Anayezaa wa 10 kwa mpigo mmoja na anayezaa mmoja anayejaza ulimwengu, au anayeongoza kuwa na umma mwingi na watu wengi ni nani? Maana yake kiumbe wa kijini. Kwa hiyo tathmini inaonyesha sasa hivi tuko na viumbe ni wengi sana wa kimajini, na tunakoelekea ni wengi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ulimwengu wa kimajini ni mkubwa kuliko ulimwengu wa binadamu. Sasa kukithiri kwa hawa viumbe wa kimajini, tutambue kwamba ndani yake kuna vitu vingi sana vinavyokuwa vinajiri. Ndani yake kuna mambo mengi sana yanayokuwa yanadhihiri. Kwanza kabisa kuna dhihiri mambo ya lagu, ya uongo mwingi, lakini maradhi pia wanasababisha. Kwa hiyo kunaenea pia maradhi mengi. Lakini pia kunaenea pia na manufaa ya utajiri. Ingawa utajiri huo, wengi wanachukua utajiri wa hawa, wanaingia katika maagano mbalimbali, na wao wanatoa maagano mengi sana hawa viumbe. Sasa makusudio yangu sio huko. Makusudio yangu, hawa viumbe wanachukua hatamu, wanachukua nafasi kubwa sana ya kuweza kumharibia na kumpa matatizo makubwa mengi mwanadamu. Zipo njia nyingi sana, lakini leo nitazungumza tu njia kidogo kutokana na hawa viumbe, unaona, ya kuweza kujinusuru na kujinasua. Sasa ni dua. Ndugu yangu, utatuzi wa matatizo ya kimashetani katika mwili wa mtu au katika mazingira ya mtu, uko utatuzi wa aina nyingi. Kuna utatuzi wa tunguli, kuna utatuzi wa miti, kuna utatuzi wa za kawaida, kuna utatuzi wa dua, kuna utatuzi wa hivi, kila mmoja na zipo nyanja nyingi sana. Lakini mimi nazungumza kuhusiana na dua. Dua pekee ndio siraha na ndio adhabu kubwa sana ya huyo kiumbe jini. Dua.
Silaha hii unamchapa kwa uwezo na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja, bila yeye kujua na kujinasua, kwa sababu hata akikimbia moto unamwakia na unamchoma. Kwa hivyo kinachokuja kutokea kwake ni kusalenda na kunyosha mikono na kuomba msamaha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa asili haya maneno. Kwa hiyo dua ziko nyingi sana, lakini ili nisichelee uzito na urefu wa darasa, ipo sura ndani ya Qur'ani tukufu, aya ndani ya Qur'ani tukufu. Hii aya inaitwa Ayatu Kursiyu. Kwa nini wewe ndugu yangu ushindwe kuhifadhi hii aya? Ayatu Kursiyu, aya moja tu, pengine peji moja katika karatasi nzima, au katika Qur'an peji nzima tu pengine la hii sura Ayatu Kursiyu. Kwa nini ikushinde kuhifadhi hii aya? Na wewe ambaye umeihifadhi, kwa nini uteseke na hawa viumbe wakutese? Unamkuta mtu amehifadhi Ayatu Kursiyu, lakini pamoja na kuhifadhi kwake Ayatu Kursiyu, bado majini wanampata na wanamshika, anapandisha na wanamtesa, wanamfungia riziki zake. Unakosea wapi na unafeli wapi ndugu yangu? Ayatu Kursiyu ambayo imeitwa moyo wa surati Yasin. Wasema moyo wa nini sijui, moyo wa Qur'ani sijui. Kuna wanaosema ni surati Yasin. Lakini Ayatu Kursiyu ina nafasi ni kubwa sana. Wanasema si ni roho sijui ya Qur'ani sijui, kuna moyo sijui, kuna roho sijui, kitu kama hicho. Ayatu Kursiyu ambayo yule ukipiga mashaitani wanakimbia huku wakiwa wanatoa mishuzi. Unalijua hilo? Unaisoma Ayatu Kursiyu katika hali ya ambayo ni ya utaratibu maalum. Utaratibu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi, na tumefundishwa katika mafundisho, yoyote yule atakayesoma Ayatu Kursiyu wakati wa kulala kwake, anapokuwa analala, mtu anasoma Ayatu Kursiyu, kisha baada ya kuisoma Ayatu Kursiyu akafika sehemu kwenye neno linasema wala yauduhu hifidhuhuma, ukalirudia hili neno wala yauduhu hifidhuhuma ukiweza mara 75, wala yauduhu hifidhuhuma, kisha ukalala ukasoma na qul huwallahu ahad, falaqi, qul a'udhu birabbin nasi mara 3, ukiwa umenyosha miguu yako, umetia udhu uliokuwa kamili kabisa, umeelekea kibla, ukanyosha mikono yako, viganja vyako vya mikono juu hivi, kisha ukasoma qul a'udhu birabbin nasi mara 3, ukapulizia, afu ukajipaka baadhi ya sehemu katika mwili wako, kisha ukalala. Mchawi au jini, sheitani, usiku umelala umetulia, anakuja kuingie ili aanze kukuchafua. Manake huwa mara nyingi miongoni mwa nyanja ambazo sheitani anayemuingia mwanadamu, unapokuwa umelala kila kitu kiko wazi. Akija hakuna vurumechi, lakini damu zinachemka wakati huo zimetulia, hazichemki. Akija ndio wakati sahihi wa yeye kupenya na kuingia. Akishaingia anasafisha nyumba yake, yani mirija yeye anaisafisha. Hata kesho na kesho kutwa ukiwa uko nje kawaida umeamka, anaingia kwa urahisi kwa sababu milango kashaifungua. Hawa wanaopatwa na mashaitani wakati mwingi wanaanzaga kuingia mashaitani akiwa amelala. Kwa hiyo akiingia pale anaweka milango sawa, maana yake siku nyingine hata ukiwa uko nje hujalala, uko kawaida unaendelea na shughuli zako, anakuingia. Unakuta mtu anapandisha mashaitani, huyu anafanya hivi, mambo yake yamefungika, hayaendi kama ilivyokuwa mwanzo. Ni nini? Mashaitani. Kwa hiyo utakapokuwa umesoma hizi aya na hizi sura, shetani akija hawezi kukukuta wewe ni kawaida. Anaweza kukuta ni moto unawaka, moto mwili mzima unawaka. Mwili mzima unawaka moto. Hawezi kukuingia, anakaa pembeni na anaogopa kukukaribia. Kwa sababu akikukaribia kinachotokea yeye ataungua. Sasa unafeli wapi ndugu yangu? Ayatu Kursiyu huiwezi. Mwingine anaiweza lakini ana uvivu wa kishaitani na wa nafsi inayoamrisha maovu. An-nafsu al-amaratu bisu'i, nafsi yake inamwamrisha maovu, yale mambo ya kheri ya kumnusuru na kumkinga, anaona uvivu kuyafanya. Hivi kuna kazi kubwa jamani, kuna kazi nyepesi kama kutia udhu kabla ya kulala, ukatia udhu, ukasoma hizi aya. Hakuna uzito wowote, lakini wewe utaona ni uzito. Utaona tu wewe ulale, utajihisi, utaona kwamba una shida, yani ile kutia udhu mtu anaona ni shida, ni tafash. Anaona kwamba sasa tena kujisumbua kuanza tena kuchukua maji, kwenda kwenye kulateni uanze kuchukua maji kopo sijui tie maji. Sasa ya nini? Analala hivyo hivyo kusoma yeye kutamka haya maneno, anaona uvivu. Lakini kukaa kuchukua simu yake na kufungua magemu, kuangalia season, zimliwazishe na miziki asikilize alale.
ndio usingizi umjie, anaona ndio kitu chepesi. Sasa ndugu yangu, ukipatwa na matatizo utamlaumu nani ndugu yangu? Ndio maana mnaenda kwa mashehe wengine waganga wanakupigeni pesa, sababu matatizo haya nyinyi wenyewe mnayapuuzia, mnapuuza njia hizi. Mnaona Mungu ni muongo. Yakikupata sasa ndio unasema kumbe kweli inawezekana. Mwanzoni ulikuwa huamini wewe. Sasa zinduka katika hii. Soma kul huwallahu, ayatu kursiyu, falaki nas kama nilivyoelezea. Utaona mambo yataenda vizuri. Hujaelewa nipigie simu. Vijana wangu watakuelekeza au nitakuelekeza mwenyewe. Wabillahi tawfiqi, wasalamu alaikum wal afwa minkum.